Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na misukosuko uongozini huku baadhi ya wanasiasa wakimtaka jiuzulu. Waziri Mkuu huyo wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na moja kati ya changamoto kubwa zaidi katika uongozi wake tangu chama cha Labour kishinde kwa kishindo uchaguzi wa mwaka 2024. Mvutano wa kisiasa umeendelea kutikisa mtaa wa Downing Street huko Waziri Mkuu Keir Starmer akipambana kunusuru wadhifa wake kufuatia sakata la nyaraka za Jeffrey Epstein zilizofichua mawasiliano na madai ya ukaribu kati ya Peter Mandelson na mfadhili huyo mwenye historia ya makosa ya kingono. Starmer alimteua Mandelson mwaka 2024 kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani katika moja ya nafasi nyeti zaidi za kidiplomasia, licha kufahamu kuwa aliwahi kuwa na uhusiano na Epstein hata baada ya hukumu yake mwaka 2008. Uamuzi huo sasa unamrudia kisiasa baada ya kuibuka kwa nyaraka mpya nchini Marekani zikidai Mandelson aliwasiliana na Epstein na hata kutoa taarifa nyeti za serikali miaka iliyopita. Shinikizo limezidi kuongezeka. Starmer alilazimika kumfuta kazi Mandelson Septemba mwaka uliopita na kuomba radhi kwa kile alichokiita kuamini uongo kuhusu uhusiano huo, lakini madhara hayakuishia hapo. Mkuu wake wa utumishi Morgan McSweeney alijiuzulu akisema anachukua jukumu kwa kumshauri Starmer kufanya uteuzi huo. Siku iliyofuata mkuu wa mawasiliano wa Downing Street Tim Allen naye akaondoka ili kuruhusu kuundwa kwa timu mpya. Hali hii imezua maswali makubwa kuhusu uamuzi na uwezo wa Keir Starmer kuongoza nchi. Chama cha Conservative kinasema Starmer alifanya maamuzi mabaya. Kiongozi kutoka katika chama cha Conservative Kemi Badenoch amesema nafasi ya Starmer sasa haiwezekani kuendelea, akimtuhumu kwa kufanya maamuzi mabaya mfululizo na kushindwa kuongoza serikali kwa uthabiti. Waziri mkuu ndiye mbunifu wa makosa yake mwenyewe, na machafuko pamoja na hali ya sintofahamu tunayoishuhudia sasa imesababishwa kabisa na yeye mwenyewe. Hii ni tamthilia ya kisiasa ya chama cha Labour kwa sasa. Ni wakati wao sasa kujirekebisha na kuanza kuiongoza nchi ipasavyo. Ndani ya chama cha Labour, baadhi ya wabunge wanamtaka aeleze kwa uwazi mchakato wa uteuzi wa Mandelson, huku polisi pia wakianza uchunguzi kuhusu madai ya utovu wa nidhamu katika ofisi dhidi ya Mandelson, ingawa hajafunguliwa mashtaka yoyote hadi sasa. Hata hivyo, Keir Starmer ameonyesha msimamo thabiti kwamba hatajiuzulu, huku msemaji wake akiweka wazi kuwa waziri mkuu huyo anaendelea na kazi iliyo mbele yake. Akizungumza na wafanyakazi wa ofisi yake, Starmer amesema siasa lazima zibaki kuwa nguvu ya kufanya mema na kwamba serikali itaendelea kusukuma ajenda ya kushughulikia gharama ya maisha na kukuza uchumi. Swali lililobaki sasa ni iwapo kuondoka kwa wasaidizi wake wakuu kutatosha kutuliza hasira ndani ya Labour, au kama chama hicho kitaamua kumuondoa kiongozi wake bila kusubiri uchaguzi mkuu kama ilivyowahi kutokea kwa waziri mkuu wa Conservative katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wamesema kwamba kwa sasa Keir Starmer hatoshi kuendelea na nafasi ya waziri mkuu, anapaswa kujiuzulu kutokana na swala hili ambalo wakati huu linaonekana ni jambo zito mno. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ulimwenguni kama vile Urusi yamesema kwamba nchi za magharibi zimeuonyesha ulimwengu kwamba ni mataifa ya kishetani kutokana na faili hili la Epstein, na hivyo ulimwengu unapaswa kujua kwamba moja kati ya nchi ambazo zinafanya mambo ya ajabu duniani ni pamoja na mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani, hasa kuhusiana na faili hili la Epstein. Hayo yamezungumzwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, akielezea namna ambavyo sakata hili la Epstein limeyaibisha na kudhihirisha ushetani wa watu wa magharibi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.